طيب قال الأصل الأول msingi wa kwanza katika misingi ya itikadi za dini ya Kiislamu. Al-aslu al-awwal msingi wa kwanza at-tauhidu ni tauhid. At-tauhidu ni tauhid. Na Sheikh ameanza kutaja misingi aliyokusudia kuitaja hapa. Ameanza na tauhid. Hii ni tambihi ala annahu a'zam usuli din. Ni tambihi juu ya kwamba tauhidi ndio msingi mkubwa katika misingi ya dini, na ndio sababu ya kuumbwa mwanadamu. Tauhidi ndio sababu ya kuumbwa mwanadamu. Qala Allahu tabaraka wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Na ibada inayokusudiwa katika aya hii ni at-tauhidu, kama alivyosema ulama, maana ya'budun ay yuwahiduni, waniabudu mimi peke yangu. Na hii ndio maana tauhid. Kwa tauhid ayuha al-ikhwa ni a'dhamu ma'murin, ndio amri iliyokuwa kubwa kuliko amri zote. Mtu anapoingia katika Uislamu anaanza na shahada, si ndio? Mtu anaposilimu tunamwambia tawadhu kaswali, au lete mali zako tukahesabia zaka? La, anatamkisha shahada, anaambiwa sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, au ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nini maana ya kutamka hii shahada? Maana yake huyu anaanza na tauhidi katika kule kuanza kwake kuingia kwenye Uislamu. Kwa tauhidi ayuha al-ikhwani a'dhamu ma'murin wa a'dhamu matlubin wa awwalu wajibin ala al-itlaq, ndio wajibu wa mwanzo wa moja kwa moja. Ukisoma Qur'an kuanzia suratul Fatiha na kuendelea, amri ya kwanza kuikuta kwenye Qur'ani ni amri ya tauhid. Katika suratul Baqara, amri ya kwanza kuikuta kwenye Qur'ani ni amri ya nini? Amri ya tauhid. Hii ni ishara na dalili kwamba jambo kubwa zaidi ambalo Allah ametutaka sisi kuanza nalo katika dini hii ni tauhid. Ama maana ya tauhidi ayuha al-ikhwa, neno at-tauhidu ni masdari ya neno wahada yuwahidu tauhidan, idha ja'alahu wahida. Tauhidi, neno hili limetokana na neno au ni masdari, ni asili ya kitendo wahada. Wahada manake alikifanya kitu kuwa kimoja. Na tukija katika upande wa sheria, Sheikh ametaja hapa taarifu ya at-tauhid, ameeleza maana tauhidi katika upande wa sheria, lakini maana ya lugha inaendana pia na maana ya kisheria, kwa sababu maana ya kilugha inasema ni kukifanya kitu kuwa kimoja, na katika upande wa sheria tauhidi maana yake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumhusisha na ibada peke yake katika yale ambayo anahusika nayo Allah tabaraka wa ta'ala. Qala haddu at-tauhid al-jami' li anwa'ihi. Haddu at-tauhid, haddu maana yake ni taarif, yani maana ya tauhidi ambayo inakusanya aina zake zote. Haddu at-tauhid, maana ya tauhidi al-jami' li anwa'ihi, ambayo inakusanya na kujumuisha maana zake zote. Kwa nini amesema maneno haya rahimahullahu tabaraka wa taala? Amesema maneno haya kwa sababu taarifu za tauhidi zimekuja nyingi, yani maneno ambayo wanawataja wanaochuoni katika kuelezea maana ya tauhidi yamekuja katika kauli mbalimbali. Katika al-usulu thalatha, mmesoma nini maana ya tauhid? Wale ambao wamesoma usulu thalatha, aliposema wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu, kisha akasemaje? Hakuna aliyosoma usulu thalatha? Naam. Wa huwa ifraduhu bil ibada, akasema nako ni kumpwekesha katika ibada. Hii ni katika taarifu za tauhid, lakini hii taarifu ambayo imetajwa kwenye usulu thalatha sio jami', haienei katika jumla na maana au vigawanyo vya tauhid. Kauli yake aliposema li anwa'ihi,
Kauli yake aliposema lianwa'ihi, hii ni ishara kwamba tauhidi ina aina kadhaa, na hii ndio madhhabu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wanapozungumzia tauhidi wanataja tauhidi kuwa na aina kadhaa ambazo ni aina tatu, kama ambavyo tutakuja kuona katika muendelezo wa maneno ya Shekhe, Allah amrehemu. Idhan anasema maana tauhidi yenye kukusanya na kujumuisha aina zake zote ndio hii hapa ambayo anahitaji. Akasema huwa i'tiqadu al-'abdi wa imanuhu bitafarrudillahi bisifati al-kamal, nayo ni kuitakidi mja na imani yake, yani kuamini kwake, bitafarrudillahi bisifati al-kamal, kwa kupwekeka Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa za ukamilifu. Aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, na aitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka katika sifa za ukamilifu. Wa ifraduhu bi anwa'i al-ibada, na vile vile kumpwekesha, yani kumhusisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika aina mbalimbali za ibada, na kumpwekesha yani kumhusisha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika nini? Katika ibada. Kauli yake aliposema i'tiqadu al-'abdi wa imanuhu bitafarrudillahi bisifati al-kamal, hasa hapa aliposema bisifati al-kamal, kwa sifa zilizokuwa kamilifu, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa zenye mapungufu. Yani kila sifa ambayo unaiona na mapungufu kwa wanadamu, basi hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio haipo kabisa. Na katika taarifu hii ayuha ikhwa, Shekhe kama alivyoashiria mwanzo kwamba ni taarifu ambayo imeenea na kukusanya aina zote za tauhid. Taarifu hii imekusanya na kuenea aina zote za tauhid. Aliposema huwa i'tiqadu al-'abdi wa imanuhu bitafarrudillahi bisifati al-kamal, hapa zinaingia aina mbili za tauhid, zinaingia aina mbili za tauhid, ambayo ni tauhidu ar-rububiyyah wa tauhidu al-asma'i wa sifat, na hizi zote Sheikh atakuja kuzitaja hapa mbele. Kauli yake aliposema wa ifraduhu bi anwa'i al-ibada, hapa inaingia aina moja katika aina za tauhidi ambayo ni tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya ibada, tauhidi ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tayeb, akasema fadakhala fi hadha, hivyo basi ikaingia katika maana hii tauhidur rububiyya, ikaingia tauhidur rububiyya. Na tauhidur rububiyya ni aina ya kwanza miongoni mwa aina tatu za tauhid. Tauhidur rububiyya ni aina ya kwanza miongoni mwa aina tatu za tauhid, alladhi huwa, ambayo ni ameandika taarifu yake hapo, maana tauhidur rububiyya. Akasema huwa i'tiqadu infiradi rabbi bil khalqi war rizq, nayo ni mtu kuitakidi kupwekeka Allah subhanahu wa ta'ala ar-rabb, mlezi, kupwekeka mlezi Allah tabaraka wa ta'ala bil khalqi war rizqi, kwa kuumba na kutoa riziki, wa anwa'i tadbir, na aina za at-tadbir. Tadbir maana yake ni kuendesha hadha al-kaun, kuendesha ulimwengu huu kwa aina zake zote, imma kushusha mvua au kuotesha mimea na nyinginezo katika aina za uendeshaji ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaosimamia katika ulimwengu huu. Hii ndio maana tauhid rububiyya. Unaposema tauhid rububiyya, maana yake ni kuitakidi mtu, yani muislam hasatan, kupwekeka Allah subhanahu wa ta'ala ar-rabbu katika kuumba, katika riziki na katika aina mbalimbali za kuendesha ulimwengu huu. Idhan wanasema ulama, tauhid rububiyya imejumuisha mambo matatu. Tauhid rububiyya
imejumuisha mambo matatu. Yani haya mambo matatu ukiyaamini, basi wewe umetimiza tauhidi rububiyya. Jambo la kwanza, antumina bi anna Allah huwa al-khaliq, kuamini kwamba Allah ndio muumbaji. Imetajwa pia katika taarifu hii, uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumbaji. Na jambo la pili, wa huwa al-malik, ndio mwenye kumiliki ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu, huwa al-mudabbiru, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kuendesha ulimwengu huu. Na yote haya Sheikh ameyataja kwenye taarifu hii aliposema infiradi rabbi bil khalqi, ndio hiyo al khaliq wa rizq, inaingia katika at-tadbir, al malik wa anwa'u tadbir. Zote hizi zinaingia katika hizi maana tatu ambazo tumezitaja hapa. Na karibuni wanadamu wote wanaamini kuhusu haya tuliyoyataja. Asilimia 99.9 wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumbaji na ndio mwenye kumiliki ulimwengu huu na ndio mwenye kuendesha ulimwengu huu, si ndio? Hata siokuwa Muislamu anaitakidi hivi. Nasara, Yahudi, Majusi au asiokuwa na dini anaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumbaji, ndio mwenye kumiliki ulimwengu na ndio mwenye kuendesha ulimwengu huu. Lakini hii tauhidi hii haimtoshelezi mtu kuwa Muislamu. Yaani wewe ukiamini hivi, hili jambo halikutoshi wewe kuwa Muislamu na kwamba ukahesabika wewe ni katika waumini. Hili jambo halitoshelezi katika kuingia kwenye Uislamu. Na ndio maana ukisoma al-Qawaidul Arba ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah tabaraka wa taala mrehemu, katika moja ya kaida pale ametaja akasema, ufahamu kwamba wale makafiri ambao mtume alipambana nao walikuwa wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuendesha ulimwengu, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-Malik, mwenye kumiliki ulimwengu huu. Abu Jahal pamoja na ubaya aliokuwa nao, lakini alikuwa anaamini kwamba Allah ndiye muumbaji, anamiliki ulimwengu na ndiye anaendesha ulimwengu. Lakini Abu Jahal hakuwa Muislamu, au alikuwa ni Muislamu? Hakuwa Muislamu. Kwa hiyo kuamini hivi hakukufanyi wewe kuwa Muislamu, yani hakutoshelezi kukufanya wewe kuwa mu'min mpaka utakapompekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Akasema wa tauhidul asma'i was sifat, na hii ni aina ya pili miongoni mwa aina za at-tauhid, miongoni mwa aina tatu za tauhid. Tauhidul asma'i was sifat wa huwa ithbatu ma athbatahu li nafsihi. Hapo akataja maana ya tauhidul asma wa sifat. Nini maana yake? Akasema ithbatu ma athbatahu li nafsihi, ni kuthibitisha kile ambacho Allah amekithibitisha kwa ajili ya nafsi yake. Kuthibitisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekithibitisha kwa ajili ya nafsi yake. Wa athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'il husna, na akaithibitisha au akathibitisha hayo kwake yeye Mtume sallama katika majina mazuri, wasifatil kamilatil ulya, na sifa zilizokamilika, sifa za juu, ni sifa za Allah tabaraka wa taala. Kwa maana tauhidi hii ayuha ikhwa ni kuamini na kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa na majina ambayo ameyathibitisha yeye au ameyathibitisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hii ina maana gani? Maana yake kwamba Allah tabaraka wa taala ana majina yake na ana sifa zake, ambazo sifa hizo na hayo majina yake, sisi katika kumuita majina hayo au katika kumuitakidi katika sifa hizo, ni lazima turudi katika kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna njia nyingine ya kufahamu majina ya Allah na sifa zake isipokuwa njia hii. Na hapa akili haina nafasi. Akili hapa haina nafasi. Majina na sifa za Allah tabaraka wa taala tunayajua kupitia Qur'an au sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema min ghairi tashbihin wala tamthil,
kuthibitisha majina hayo na sifa hizo pasina at-tashbih. Tashbihi maana yake ni kuleta mfanano. Sisi tunapothibitisha majina ya Allah na sifa zake, kisheria hutakiwi kuleta mfanano au kufananisha. Mfano katika sifa za Allah ni kusikia, si ndio? Haifai ukasema kwamba Allah anasikia kama tunavyosikia sisi. Miongoni mwa sifa za Allah ni kuona. Haifai kusema au kuitakidi kwamba Allah anaona kama tunavyoona sisi. Miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa na mikono miwili, lakini haifai kusema kwamba Allah mikono yake ni kama vile mikono yetu. Hilo halifai. Min ghairi tashbihin wala tamthil, pasina kuleta mushabaha, yani kufananisha, wala kuleta tamthili kwa maana kuleta mithili, kuleta mfano. Hilo halifai kisheria. Na haya maneno mawili yana maana moja, yani at-tashbih wa tamthil yana maana moja, isipokuwa baadhi ya wanawachuoni wanatofautisha katika tofauti iliyokuwa ndogo sana, tena ya mbali sana, ambayo ni vigumu kwa mwanafunzi wa kawaida kuidiriki. Lakini kwa ujumla kwamba maneno haya yanafanana katika maana zake, kwa maana haifai kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ghairi tahrifin, na pasina kupotosha. Tahrifi maana yake ni kupotosha, yani kubadilisha maana. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, kwamba Ar-Rahman ambaye ni moja katika majina ya Allah amestawi juu ya arish. Allah yuko juu ya arish. Anakuja mtu katika watu wa bid'a anasema hapana, hapa istawa maana yake ni istaula, maana yake ni kutawala, sio kuwa juu ya arish. Huyu amefanya tahrif, amepotosha maana. Maana inatakiwa ibaki ile ile ambayo imekuja katika sheria, min ghairi tashbihin wala tamthil wa min ghairi tahrifin wala ta'til, na pasi na kupotosha wala ta'til. Ta'til maana yake ni nafyu as-sifat, ni kukataa sifa. Kuna watu katika makundi ya watu wa bid'a wanakataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kimwambia Allah anasikia, anasema hapana, Allah hasikii. Kwa nini? Kwamba ukisema Allah anasikia utakuwa umemfananisha Allah na viumbe vyake, au ukisema Allah na mikono utakuwa umemfananisha Allah na mikono. Kwa hiyo akaona kwamba hili halipo katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Lakini hii ni kauli ya batil, ni kauli ambayo ni munharifa, imepotoka katika njia ya sawa na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala hana anachofanana nacho. Allah hana anachofanana nacho kwa kitu chochote kile. Kisha Allah katika aya hii akathibitisha baadhi ya sifa zake, akasema huwa as-sami'u wa huwa as-sami'ul alim, naye ni msikivu mwenye kujua. Huku mwanzo amesema hafanani, kisha huku mbele akathibitisha sifa, ikamaanisha kwamba hizi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanani na sifa za viumbe vyake, hata kama zitaendana katika upande wa maana, hata kama zitaendana katika upande wa maana. Mfano katika sifa ambazo zinaendana na upande wa maana, tunaposema Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kuwa na mikono miwili. Mikono inafahamika, si ndio? Binadamu ana mkono, wanyama wana mikono, mpaka vitu vigumu pia vina mikono. Utasikia mkono wa kiti au mguu wa kiti na mfano wake. Huku kuendana katika upande wa maana hakumaanishi kwamba sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa na mkono ndio ile ile ambayo tunaiona sisi au tunashuhudia katika viumbe tunawafahamu. Na kama viumbe tu wanaweza kutofautiana katika sifa ambayo maana zake zinaendana, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni aula. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hilo ndio jambo lenye haki zaidi, kuwa kwamba sifa zake hazifanani na sifa za watu wengine. Na haya aliyotaja hapa shekhe, ametaja mambo manne: min ghairi tashbihin wala tamthilin
wa min ghairi tahrifin wala ta'til. Mambo mangapi? Nataja mambo manne. Haya ulama wanaita mahadhir, wanaita mahadhir. Mahadhir manake nini? Yani unapothibitisha sifa za Allah ni lazima utahadhari haya mambo manne. Unapothibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima utahadhari na haya mambo manne. Jambo la kwanza ni nini? Akhi hapa amelala. Jambo la kwanza katika haya mahadhiri ni jambo gani? Yani katika mambo ambayo unatakiwa tahadhari katika kuthibitisha sifa za Allah, jambo la kwanza anaitwa nani? Musa. Taib, jambo la kwanza jambo gani tumetaja? Tashbih. Shana sinzia alafu anabisha. Jambo la pili, naam, tamthil. Jambo la pili tamthil. Uko mwisho jambo la tatu, wewe hapo mwenye kilemba kwenye nguzo hapa hivi, wewe umeshika pua sasa hivi. Jambo la tatu hana kitabu au ni mlinzi? Kwani walinzi hawasomi? Jambo la tatu at-tahrif. Na jambo la nne uko mwisho akhi hapa, jambo la nne at-ta'til. Haya mambo manne ikhwa, katika kuthibitisha sifa za Allah ni lazima utahadhari nayo. Lakini hapa Sheikh ametaja mambo manne lakini ni matatu. Haya aliyotaja Sheikh hapa ni matatu. Ametaja mambo manne lakini ni matatu. Kwa nini mambo matatu? Kwa sababu tumesema tashbih na tamthili maana yake nini? Maana yake ni moja. Idhan jambo la nne katika mambo ambayo unatakiwa tahadhari nayo, halijaandikwa hapa, ni at-takyif. At-takyif, kwa wale ambao wanaweza kuandika Kiarabu unaweza kaandika, na wale ambao hawawezi basi maana ya takyif ni kuleta kaifia, yani kuleta namna na sura ya sifa za Allah tabaraka wa taala. Hili pia unatakiwa tahadhari nalo. Unaposema Allah anashuka miongoni mwa sifa za Allah, usije ukaleta namna au ukaleta at-taswir ukawa unafikiria kwamba Allah anashuka kama tunavyoshuka sisi kwenye ngazi. Hii inaitwa takyif, na hayo ni makosa. Lazima tahadhari hili, kwa sababu kaifia ya sifa za Allah kwa sisi wanadamu haijulikani. Kaifia na namna zilivyo sifa za Allah kwa sisi wanadamu hazijulikani. Sisi tunajua majina, sifa na maana zake. Tukisema Allah huwa as-Sami', jina lake ni as-Sami', anasifika kwa sifa ya kusikia. Tumejua jina na maana, si ndio? Lakini ile namna ya Allah anavyosikia ndio hii kaifia, sisi hatujui. Au kuna mtu anajua hapa ile vile ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyosikia? Hii kaifia kwetu sisi ni majhul, haifahamiki. Na ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala alipofuatwa na moja katika watu wa batil, watu wa bid'ah, akamuuliza akasema ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, kaifa istawa? Akamwambia tunasoma katika Qur'ani kwamba Allah yuko juu ya arsh. Istawa kwa maana irtafa, yuko juu ya arsh. Nini maana ya istawa? Yani ni ipi kaifia? Huyu Allah yuko juu ya arshi kivipi? Amekaa, amelala, amesimama, au yupo kwa namna gani? Al-Imam Malik akakasirika sana rahimahullahu ta'ala, kama zinavyosema riwaya, mpaka akabubujikwa na majasho kwa ajili ya ile hofu aliyokuwa nayo. Akamwambia alistiwa maalum. Tunaposema Allah ni mustawin ala al-arsh, maana ya istawa inajulikana katika maana za lugha. Kila mtu anajua maana yake, madamu ameshasoma na fahamu, anajua maana ya istawa. Akasema wal kayfu majhul, lakini ile kaifia ya kujua kwamba Allah yuko juu ya arsh kwa namna gani, hili ni jambo ambalo ni majhul, sisi hatulijui. Wasualu anhu bid'ah, akamwambia na kuuliza maswali kama haya ni jambo la bid'ah. Haya maswali hayakuwepo zama za Mtume
wala zama za maswahaba. Wao walifahamu maana na sifa za Allah, wakaishia kujua maana zake pasi na kujua wala kuuliza kaifia, na ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haonekani, na kama haonekani maana yake hatuwezi kudiriki ile kaifia na namna ya sifa zake. Idhan, katika mambo ya kutahadhari katika kusoma na kuorodhesha itikadi za Ahlus Sunnah wal Jamaa na kuitakidi kuhusu majina na sifa za Allah, ni lazima tahadhari mambo manne. Jambo la kwanza ni at-tamthil, ambayo inaingia ndani yake inaingia tashbih. Jambo la pili ni at-tahrif. Nini maana at-tahrif? Huyo hapo nyuma yako. Naam. Kukausha, kupotosha. Taib. Wala ta'til. Nini maana ta'til? Kitabu kiko wapi? Nini maana ta'til? Kukataa sifa. Unaitwa nani? Saidi. Unatoka chuo gani? Duse. Taib.